Ni wakati mwingine tena ambao tunaendelea kuangazia mambo mbalimbali, hususani mambo yanayojiri katika nchi ya Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla. Lakini hasa katika nchi ya Tanzania, mambo ambayo yamejitokeza hivi karibuni ni masuala ya uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Na hivi karibuni tume inasema kwamba Chadema imejiondoa kwenye uchaguzi kwa sababu haikusaini kanuni za maadili ya tume ya uchaguzi. Na wanasheria wameendelea kudadavua kwamba je, ni sahihi ambacho kinatangazwa ama kuelezwa au la. Mwanasheria wakili msomi Edison Kilayu anayo mambo kadhaa ambayo anafafanua kwamba si kwamba Chadema wamejiondoa kwenye kushiriki uchaguzi kwa sababu hawajaenda kusaini hizo kanuni za maadili. Katika ukurasa wa Boniface Nyisire Mwabukusi limechapishwa andiko ambalo linasema yeyote anayesema kutosaini kwa Chadema kanuni za maadili imejiondoa kwenye uchaguzi ni maamuma wa sheria. Imeandikwa na wakili msomi Edison Kilayu ambaye anakopi kwamba wakili Jonathan Mdeme na upotoshaji kuhusu madhara ya kutosaini kanuni za uchaguzi. Wakili Edison Kilatu anasema kwamba utangulizi. Wakili msomi Mdeme amejaribu kujibu andiko langu na lile la Advocate Mwabukusi kwa kupingana. Katika andiko langu na lile la wakili Mwabukusi tulionyesha kwamba hakuna kifungu cha sheria au cha siasa haki katiba kinachotoa adhabu ya kukinyima chama cha siasa haki ya kushiriki katika uchaguzi kwa sababu ya kutosaini kanuni na maadili. Hili lipo dhahiri. Kwa msimamo wa wakili Jonathan Mdeme aliyekuwa mkurugenzi wa sheria Chadema na kuwekwa pembeni na uongozi mpya, anaona kuwa kutosaini kanuni kunapoteza sifa za chama kushiriki mchakato wa uchaguzi. Sasa naomba nimjibu kama ifuatavyo. Misingi ya kikatiba. Anasema kwanza anapenda kumkumbusha wakili kuwa haki ya kushiriki uchaguzi ni haki ya kikatiba. Msingi wake ni ibara ya 3, 8, 21 na 64 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Kwamba nchi hii ni ya kidemokrasia ya vyama vingi kwa mujibu wa sheria. Pili, nchi haina mgombea binafsi, kwa hiyo katazo lolote la chama kushiriki ni katazo kwa raia ambao ni wanachama wa chama husika. Aidha, ibara ya 21 inatoa haki ya ushiriki ambayo kwa mujibu wa katiba yetu raia watashiriki uchaguzi kwa kupitia vyama. Haki ya ushiriki ni haki ya msingi na ya kikatiba. Anasema kwamba ukuu wa katiba na haki za kikatiba. Anaeleza kwamba naomba kuweka wazi kuwa katiba ina ukuu juu ya sheria zote za nchi. Wakili Mdeme aliyekuwa mkurugenzi wa sheria wa Chadema anaweza kurudi darasani kwa kujikumbusha ibara ya 64 ya katiba ya nchi yetu. Kanuni muhimu katika kunyima haki. Aidha, haki za kikatiba zina ukuu wake pia, na ukitaka kuzinyang'anya, yani limit, lazima kuzingatia kanuni 3 ambazo msingi wake ni ibara ya 30 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na kesi ya Daudi Pete na baadaye kwenye kesi ya kukutia ole Pumbuni. Katika kesi hizi misingi mitatu ya kuzingatia unaponyang'anya haki ya msingi ni pamoja na uhalali wa kisheria, legal, ulazima, necessity na kiasi, proportionality. Anasema kwamba ili haki ya msingi iweze kupokwa au kupunguzwa ni lazima kwanza kuwe na kifungu cha sheria kilicho dhahiri kinachohalalisha kunyang'anya haki hiyo kwenye sheria au katiba. Anasema msingi huu unajijenga kwenye uhalali wa kisheria. Na hivyo lazima ujiulize kwanza, je, kuna kifungu chochote kwenye katiba au sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani 2024 inayotoa mamlaka kwa tume kutunga kanuni ya kukiondoa haki ya kikatiba ya chama cha siasa kisichosaini kanuni za maadili kushirika kwenye uchaguzi? Kwenye muktadha wetu ni kwamba hicho kifungu hakipo, na hata wakili Mdeme haijaonyesha wapi sheria imesema hivyo kwa dhahiri. Kifungu cha 164 na 62 cha sheria hakisemi hivyo.
Hata kama ningekubaliana kwamba kwa vile kifungu kinatumia neno shall kumaanisha lazima, hicho pekee hakihalalishi kwa namna yoyote adhabu ya kuondoa chama kwenye mchakato. Maoni ya msomi kwamba ulazima wa kusaini ndo unahalalisha adabu ni mitizamo wa mtaani tu. Sikutegemea wakili alete hoja nyepesi hivyo. Anasema sawa, hebu nifanye kama nakubaliana na yeye kuwa kwa vile neno hilo shall limetumika kusaini ilikuwa ni lazima. Je, hata kama kusaini ni lazima, adhabu ya kutokusaini imesemwa wapi? Au kusaini ikiwa ni lazima, nani kasema adhabu pekee ya kutosaini ni kufutwa kwenye mchakato wa uchaguzi? Shall ingeweza kumaanisha ulazima wa kusaini kanuni, lakini haina uhusiano na adhabu ambayo haijatajwa kwenye sheria. Adhabu haijawahi kuwa jambo la hisia tu, na wala adhabu haiwezi kuwepo kwenye kanuni isipokuwa tu kama sheria mama imeruhusu kanuni zitoe adhabu. Hata sheria ikisema you shall eat, haimaanishi usipokula utaadhibiwa kama sheria haijataja adhabu kwa ajili hiyo. Tafsiri ya maneno hutegemea muktadha. Anasema kuna kesi nyingi tu ambazo mahakama yetu ya juu kabisa, mahakama ya rufani ya Tanzania, imeeleza kuwa kuna mazingira neno shall linaweza lisimaanishe lazima. Mfano, kesi ya Dr. Fortunatus Shija dhidi ya Dr. William Shija na mwanasheria mkuu wa serikali. Rufaa ya madai namba 43 ya mwaka 1996, mahakama ya rufani ya Tanzania, Dar es Salaam. Kwa hiyo amekumbusha wakili kuwa maana ya maneno pia hutegemea muktadha. Ni hatari sana kukariri maswali ya kisheria. Wakili msomi amepotosha zaidi akisema kuwa kanuni zina kipengele cha kukiondoa kwenye mchakato chama ambacho hakitasaini maadili. Haya ni maneno ambayo yanatokana na hisia binafsi, hayana rejea yeyote kwenye sheria. Sheria inaishia kutoa wajibu wa kusaini ila sio adhabu. Bila kumkosea heshima wakili, naomba nimrudishe mwaka wa pili chuo kikuu kwenye somo la sheria ndogo, subsidiary legislation. Kanuni za maadili ni sheria ndogo ambazo zinapata uhalali kwenye sheria mama. Kwa maana ya sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani 2024. Sheria ndogo hazina uwezo wa kupitiliza kile ambacho kililengwa kwenye kifungu kinachoruhusu kuanzishwa kwake. Kitendo cha kuruhusu kanuni kuanzisha mambo mapya kabisa ni kinyume na taratibu za utunzi wa sheria ndogo. Kimsingi ni kama kuruhusu masikio kuzidi kichwa. Kifungu cha 162 hakitoi mamlaka kwa tume kutunga kanuni za kuondoa haki za kikatiba au kisheria. Mamlaka ya tume yanaishia kwenye kutoa mwongozo wa maadili kwa mujibu wa sheria, yani kutoa ufafanuzi juu ya sheria husika. Lazima haiwezi ondoa haki yoyote au kuleta jambo jipya linaloondoa au kutishia haki, isipokuwa kama sheria mama kwa dhahiri imetoa mamlaka hayo. Hapa ufafanuzi pekee ambao kanuni zingetoa ungekuwa ni maudhui ya maadili yenyewe, makatazo na taratibu za kushughulikia maadili. Kimsingi, kanuni haziruhusiwi si tu kutoa adhabu kwa waliosaini, bali hata kuanzisha kamati za maadili kama sheria mama haijawapa mamlaka hayo, ingawa kumekuwa na mazoea ya kwenda hivyo, jambo ambalo sio sawa kisheria hata kama liliwahi kufanyika huko nyuma. Kosa moja halihalalishi kuendelea kufanya makosa. Anaendelea kwa kusema wanaweza kuainisha masuala ya kimaadili na taratibu za kushughulika nayo. Kitendo cha kuweka adhabu kwa chama kisichosaini hakina uhalali wa kisheria, yani tume inajipa mamlaka ambayo hainayo. Kama bunge lingetaka kukinyima chama kisichosaini kanuni haki ya ushiriki, lingesema hivyo kwenye sheria, ama kwa kutaja sheria au kwa kuwapa mamlaka tume kutoa adhabu hiyo. Na ikumbukwe kwa mujibu wa kanuni za utafsiri wa sheria, haki haiwezi kuondoshwa isipokuwa tu pale ambapo katiba au sheria husika imesema hivyo dhahiri, sio kwa hisia tu kama ambavyo tunaaminishwa. Anaendelea kwa kusema aidha, unapotaka kunyima haki ni lazima ukidhi kanuni nyingine inaitwa ulazima, necessity.
na kanuni ya tatu ya kiasi proportionality, ambazo zote zimeasisiwa kwenye kesi ya Daudi Pete na kukutia Ole pumbuni. Kanuni ya necessity inataka baada ya kuonyesha uhalali wako wa kisheria pia ushawishi kwamba hatua unayoichukua ni ya lazima kwa kwamba huna namna nyingine. Kwenye swala letu uhalali wa kisheria haupo kwa sababu hakuna kifungu chochote, lakini pia hata kama ungekuwa na ulazima, chama kinaweza kusaini wakati wa kuanza kampeni kama ambavyo inafanyika kwa wagombea. Hata tafsiri ya neno kusaini kwenye muktadha wetu ni maoni yangu kwamba halina maana finyu, na ndiyo maana linatumika pia kwa wagombea ambao watasaini nyaraka baada ya kanuni kutengenezwa, jambo ambalo kisheria tungeita kuridhia kanuni na sio kusaini, kwa maana ambayo tume inamaanisha umma. Kama neno hili kusaini likiwa na maana halali ya kusaini kanuni, bali mgombea hawezi kusaini kwa sababu tayari sheria utakuwa umeshachapishwa kwenye gazeti la serikali baada ya kusainiwa na vyama pamoja na serikali. Kwa hiyo hii inaweza leta tafsiri kwamba kanuni hizi zinaweza kusainiwa kwa njia ya kuridhiwa na vyama vile vile, na bado tukafikia malengo ya kudhibiti nidhamu kwenye uchaguzi. Kwa upande mwingine, kanuni ya kiasi inataka hata kama kuna ulazima usiweke vizuizi vya kupindukia, yani kitaalamu wanasema kama unaweza tumia leso kuua nzi, usitumie nyundo. Kwa mazingira haya njia bora ingeweza kuwa ni kuruhusu chama kusaini kanuni muda wowote kabla ya kuanza kampeni zake, hata kama kinaanza kampeni siku 7 za mwisho. Hatua nyingine sawia ingeweza kuwa ni onyo au faini kwa chama kabla kuruhusiwa kusaini huko baadaye, ingawa swala la onyo au faini pia lingekosa uhalali wa kisheria kwa sababu hakuna kifungu kinachotoa mamlaka hayo ya kutoa adhabu kwa tume dhidi ya chama chochote kisichosaini kanuni. Hivyo adhabu hii haina msingi wa kisheria kabisa, inatokana na maoni ya watu wa tume ambao kwa mujibu wa katiba sio chombo cha kutafsiri sheria. Sura ya mkataba. Anasema kwa namna kifungu cha 162 kifungu kidogo cha 3 kilivyo kimebeba falsafa ya kimkataba badala ya sheria. Mkataba huwabana wana mkataba tu, lakini kwa kawaida sheria inatakiwa iwe ya jumla kwamba iwabane wote wanaoshiriki uchaguzi. Sasa kwa uandishi huu mbovu unaruhusu chama kisichosaini ambacho kwa mujibu wa sheria yenyewe na katiba kina haki ya kushiriki uchaguzi kisibanwe na masharti ya kanuni na maadili. Kwa mantiki hiyo hiyo, hata kanuni ya kwanza 5 ambayo wakili Mdeme anasema inaondoa haki ya vyama ambavyo havijasaini kushiriki kinapingana na msingi wa privity of contract, dhana kwamba mkataba haujihusishi na watu ambao si sehemu ya mkataba, ambamo kanuni hizi kwa mujibu wa kifungu 163 kifungu kidogo cha 3 ni dhahiri zimejengwa kwa sababu zinataka waliosaini tu ndio waziheshimu kanuni. Kwa mantiki ya kawaida kabisa, kanuni hizi hazina uwezo kuwabana ambao sio sehemu ya mkataba kanuni za maadili. Kupoteza fursa kwa kujitakia. Kupoteza fursa kwa kujitakia? Naomba kusisitiza kuwa hicho ambacho wakili Mdeme ameita waiver of right, yani kwamba Chadema wameamua kupoteza haki kwa hiari au kujitakia, pia ni upotoshaji. Katika mazingira haya hakuna mantiki yoyote kusema Chadema imeamua kupoteza haki ya ushiriki ambayo ni ya kikatiba kwa kutokusaini kanuni, wakati kifungu cha 162 hakuna madhara hayo. Ingekuwa ni waiver of right kama masharti yafuatayo yangetimia. 1. Kama sheria ingesema wazi kwa kutosaini kunapoteza sifa kushiriki uchaguzi, jambo ambalo kwenye sheria hii halipo. Hivyo ila ni maoni binafsi tu ya watu wa tume na watu wenye mlengo huo. 2. Kama kutokusaini kwao kusingekuwa na sababu ya msingi, no good cause, sasa hapa kwanza kanuni zimeletwa kabla hata vikao vya maamuzi juu ya uchaguzi kwa vyama bado havijaitishwa, ili walau vyama vitafakari kanuni zenyewe na kuona kama zipo sawa, ingawa kwenye mazingira haya hoja ya msingi ni ya kisheria zaidi kwamba hakuna madhara hayo ya chama kuondolewa kwenye uchaguzi.
Tatu, wawe wamepewa notisi ya kutosha, ingawa pia sioni haja ya kujadili hapa kwa sababu hoja ya kwanza inatosha. Hitimisho. Naipenda kusisitiza kuwa haki ya chama kushiriki uchaguzi haiwezi kuondolewa na tume bila kuwa na mamlaka hayo kwenye katiba wala sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Jaribio hilo ni kukiuka kwa katiba kwa dhahiri, na hilo hata wanafunzi wa sheria ngazi ya cheti anajua. Hata hoja ya kwamba maoni yake yamejengwa kwenye msingi wa kimantiki kwa njia ya syllogism pia yamejielekeza vibaya. Ili hitimisho liwe sahihi kimantiki, ni lazima msingi wa hoja uwe sahihi. Kama ingekuwa kwa mujibu wa sheria na katiba, usiposaini kanuni kunapoteza sifa ya kushiriki uchaguzi, hitimisho lako lingekuwa sahihi, lakini bahati mbaya hoja imepotoka toka mwanzo, hivyo hitimisho pia ni potofu. Baada ya maoni hayo, pia wasomaji wameendelea kutiririka hapa chini. Baadhi ni kusomee tukiendelea na mambo mengine. Clement Magembe anasema tume haiwezi kujitwisha mamlaka zaidi ya sheria mama, katiba na mtafsiri wa sheria mahakama. Kipengele kimoja cha hayo yanaitwa maadili ya uchaguzi kinasema tume haiwezi kuingiliwa na mahakama inapotekeleza majukumu yake. Hii ina maana hii tume imejipa mamlaka zaidi ya katiba ya nchi, na mahakama inafunga mdomo katiba ya mahakama, hivyo haiko kisheria zaidi ya kuandaliwa na CCM na watu 400 huko bungeni wanaopambania maslahi yao binafsi. Tume imetakiwa iwe huru, sio hii inayotumia ujinga wa wananchi kukidhi matakwa ya wachache. Najiuliza, hawa majaji na mabobezi wa sheria wanaopata uteuzi wa kiuendesha tume ndiyo kazi wanayofanya sasa ya kuikanyaga katiba ya nchi yetu? Haya ni baadhi ya maoni ambayo baadhi ya wananchi wameendelea kutoa maoni yao katika ukurasa huu wa Boniface Mwabukusi. Lakini huyu yupo anaitwa Edward Wilson. Anasema ufafanuzi wa kanuni za maadili na majukumu ya tume. Kifungu cha 162 kifungu cha pili kidogo cha sheria ya taifa ya uchaguzi sura ya 343 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2024 kinasema: The Commission, the government and the political parties shall, before the general election, prepare a signed either to the electoral code of conduct. Ni kweli kuwa neno shall lina maana ya amri au wajibu wa lazima, lakini tafsiri ya shall haipaswi kuleta madhara kwa haki ya msingi ya kushiriki uchaguzi. Pili, haki ya kushiriki uchaguzi ni ya kikatiba. Kifungu cha 21 kifungu kidogo cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kinatoa haki ya kushiriki katika shughuli za uongozi na uchaguzi. Kila raia wa Tanzania anayo haki ya kushiriki katika shughuli za utawala wa nchi, ama moja kwa moja au kwa kupitia wawakilishi waliochaguliwa kwa njia ya haki kwa mujibu wa sheria. Haki hii ni ya msingi, haiwezi kuondolewa kwa kutosaini kanuni za maadili ambazo ni kanuni shirikishi na si sharti la kikatiba la kugombea au kushiriki uchaguzi. Namba 3, kanuni za maadili sio sharti la ushiriki kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi. Sheria ya taifa ya uchaguzi pamoja na sheria ya vyama vya siasa haijataja kuwa saini ya kanuni za maadili ndiyo msingi wa kushiriki uchaguzi. Hakuna kifungu chochote kinachosema kuwa chama kisiposaini hakiwezi kuwasilisha wagombea au kushiriki uchaguzi. Ikiwa tume imeweka adhabu ya kutokushiriki uchaguzi kwenye kanuni za maadili, basi hiyo ni adhabu batili kwa sababu inakiuka haki ya kikatiba na ni ulazimishaji nje ya mipaka ya sheria mama. Namba 4, tafsiri pande mbili ya waiver of right. Kauli ya waiver of right inapaswa kuelekezwa katika haki ambayo ni ya hiari na si haki ya kikatiba au kisheria ya msingi. Kutosaini kanuni za maadili si kuacha haki ya kushiriki uchaguzi, bali ni kutojiunga katika mkataba wa maadili kati ya vyama na tume. Tume ya Taifa ya Uchaguzi haina mamlaka ya kuzuia chama kushiriki uchaguzi kwa sababu hiyo, kwani uhuru wa kushiriki uchaguzi ni swala la sheria na katiba, si hiari ya tume. Namba 5, kanuni haziwezi kupinga katiba. Kwa mujibu wa kifungu cha 64
Kifungu kidogo cha 5 cha katiba. Katiba hii ndiyo sheria ya juu kabisa katika Jamhuri ya Muungano, na sheria nyingine yoyote inayopingana nayo haina nguvu. Hivyo, hata kama kanuni za maadili zimetungwa, haziwezi kumnyima raia au chama haki ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi. Mahakama Kuu inaweza kutamka kuwa adhabu hiyo ni batili kwa kuwa inapingana na katiba. Namba 6, anasema tume inawajibika kuhakikisha ushirikishwaji na sio kukomoa. Tume ya uchaguzi inapaswa kutenda haki, kuwazi, usawa na kuzingatia misingi ya demokrasia. Ikiwa chama kikusaini kwa sababu za msingi kama kutopewa muda wa kutosha, kutokubaliana na vipengele fulani vya maadili, hiyo haipaswi kuwa sababu ya kuwaingua. Kwa hiyo, maoni ya wakili Jonathan Mndeme, ingawa yana mantiki katika tafsiri ya waiver of right, hayahusiani moja kwa moja na haki ya msingi ya kushiriki uchaguzi. Haki hiyo haiwezi kuondolewa kwa msingi wa kutokuwepo saini ya maadili. Haki ya uchaguzi ni ya kikatiba, si ya hiari wala masharti ya kikanuni. Mahakama Kuu inayo mamlaka ya kutamka kuwa tume haina uwezo wa kuzuia chama kushiriki uchaguzi kwa kutosaini kanuni za maadili. Haya ni maoni ya Bwana Edward Wilson ambayo ameachapisha katika ukurasa huu wa Boniface Mwabukusi, lakini Richard Mbwambo anasema absolute 100%. Na hili ni uthibitisho kwa wanaosema na kuamini kuwa Chadema kutosaini kanuni za maadili wamejiondoa kwenye uchaguzi ni wale wenye vikubwa visivyo na akili ambapo matokeo yake ni mzigo kwa viwiliwili. Emmanuel Kidenya anasema Wanyakyusa mkishaingilia jambo huwa najua tu hakuna ubabaishaji. Genesis huu ndo ukubwa wa Chadema. Inajadiliwa na kada zote kuanzia walevi mpaka mawakili wasomi. Asanteni kwa shule za kisheria mnazotupa bure. Mungu awabariki mawakili wote mnaotetea haki na usawa. It's you Augustine anasema kweli nimeamini hakuna Moisa mshamba. Babu Makundi, Chadema ndiyo kila kitu kwenye maisha. Mtazamaji, nimecheka kidogo kwa sababu na mimi pia ni kama ninaguswa kwa namna moja ama nyingine katika mambo haya ambayo wanaandika wasomaji wa ukurasa huu wa Boniface Mwabukusi, kwamba kuna Moisa ambaye ni mshamba. Chadema ndiyo kila kitu kwenye maisha ya kila siku, linajadiliwa kwa kiwango cha juu zaidi. Si huyu Justin Komanya anasema si tumekubaliana no reform no election, hayo mengine hayana maana. Tanzania Blavos Traptakus anasema asante kaka au mzazi wangu wa kisheria, hakika tunajivunia Boniface Anyisire Mwabukusi. Salema Nganga anasema asante sana wakili msomi rais wa TLS kwa elimu nzuri ya kisheria. Terisia Ngemera anasema ni muda sasa mawakili wa Tanzania kutuonesha mlicho nacho kichwani. Ahmed Shaibu anasema yani dunia ya ajabu sana, hata kama ulikuwa mwelevu ukisapoti ujinga nawe unakuwa mjinga. Herman Ploches anasema sema ni makengeza wa sheria. Nuru Jacob anasema pole sana Mdeme, njaa nayo mbaya sana jamani, sio kama Mdeme alisahau hiyo sheria kuwa Chadema izuiliwi uchaguzi wa kutokusaini, ni vile tu kajizima data kinamna tumbo lisipige kelele. Wengi wanauza haki za Watanzania kwa ajili ya tumbo, wachache sana wanaojitoa sadaka kupigania haki kama wakili msomi Kajujumbele na wengine. John Pamba anasema naomba wataalamu wa sheria na siasa pia tuangalie uhalali wa chama cha siasa kukataa kushiriki uchaguzi ambao ni haki ya kikatiba kwa wananchi. Ikiwa kushiriki uchaguzi ni haki ya kikatiba na mwananchi anaruhusiwa kushiriki kupitia chama cha siasa pekee, je, chama kina mamlaka kikatiba kunyima mwananchi haki hiyo? Zingatia ibara ya 21 na 64 za katiba ya nchi. Naomi Anangisi anasema safi. Lusajo Nyondo Kilangali anasema wakili msomi, nimemsikia TL kupitia video akiongea na watiania ubunge. Hoja yake kubwa ni kuzuia uchaguzi usifanyike. Unawezaje kushiriki uchaguzi wakati huo unauzuia usifanyike? Lusajo Mwanyolosia anasema Mheshimiwa Advocacy Boniface Mwabukusi, nafasi hiyo ya urais wa chama cha wanasheria Tanganyika kusema ukweli unaitendea haki. Elimu unatoa panapotokea upotoshaji kama alivyofanya huyo wakili. Sijui ni kwa makusudi au kweli anatakiwa warudi tena chuoni, au kutuseme kafanya hivyo kwa sababu kawekwa pembeni kwenye nafasi. Sijui. Nikupongeze kwa kazi nzuri unazofanya kuhakikisha haki inatendeka. Bravo mheshimiwa. Mtumishi Jack anasema wakili Mwabukusi unaandika sana mtandaoni. Je, Watanzania wote wanaona unachokiandika? Nadhani sasa fanya zaidi kwa vitendo kama sheria ziko wazi. Elizabeth Blessing
Anasema ila kwa kweli watu tunapenda maisha mazuri, vita vyote hivi madaraka tu hatari sana. Basi sisi kiuza mandazi na chai tumezoea tu kuteseka. Wacha tuangalie, ipo siku Mungu atawatoa wote. Ramadhani Abdara Kondoriza anasema nitasoma sheria hata cheti tu. Violet Mosha anasema mtazamo binafsi, way forward, no reform no election. Watanzania wenye nia njema na nchi hii chini ya mwamvuli wa kudai mabadiliko ya katiba na tume huru ya uchaguzi wanasikitishwa na matukio ya hivi karibuni yakihusisha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, tume ya uchaguzi na serikali. Chadema wameendelea kutoa elimu kwa wapiga kura kwa mikutano halali ya kisiasa kikatiba kwa upande moja na kwa upande mwingine. Monica Shirima anasema kila mwenye pumzi kama mimi na aseme amen. Sospita Majura anasema nendeni mahakamani mkapate tafsiri ya kisheria ilivyo nzuri. Moses Macha anasema kumbe mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi hajui sheria. Egidius Lubonera anasema mpe elimu hiyo ambaye anaongozwa na Miemko. Haya ni machache ambayo nimeona nikusomee, ambayo pia yamechapishwa katika ukurasa Boniface Mwabukusi wakifafanua masuala haya ya kisheria kuhusiana na Chadema kwamba kuondolewa kwenye kutokushiriki uchaguzi kwa sababu hawajasaini kanuni za maadili kwenye tume ya uchaguzi. Na hapo kichwa cha habari kinasema yeyote anayesema kutosaini kwa Chadema kanuni za maadili imejiondoa kwenye uchaguzi ni maamuma wa sheria. Karibu katika maoni haya, nawe pia una nafasi ya kutoa maoni yako.